Faith. Na watu 4 wamefariki dunia leo baada ya vurugu kutanda katika uwanja wa Kasarani, polisi walipolazimika kutumia vitoza machozi kuwatawanya mamia ya waombolezaji waliokuwa wamefurika kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga. Is in honor of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga. Mwili wa aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga uliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na kupelekwa moja kwa moja hadi uwanja wa Kasarani ili kutoa nafasi kwa idadi kubwa ya waombolezaji waliofika kutoa heshima zao za mwisho. Hata hivyo, mabadiliko ya ghafla ya kuutazama mwili kutoka majengo ya bunge hadi Kasarani alisababisha umati mkubwa wa watu kujaribu kuingia kwa nguvu uwanjani. Bwana watu uwe! Bwana uwe baba watu uwe sisi! Bwana unaua baba alafu watuua! This is act ya kupiga watu risasi hapa Nairobi. This is a nonsensical act. Hiyo si kitu mzuri. Hali ya taharuki ilitanda kadri ya umati ulivyozidi kuongezeka ugani humo. Maafisa wa usalama walijikuta kulemewa na idadi kubwa ya watu na hatimaye wakilazimika kutumia vitoza machozi kuwatawanya waombolezaji. Kutumika kwa vitoza machozi kulisababisha vurugu, huku watu wakikimbia ovyo kwa hofu, wengine wakifukuzwa na maafisa wa polisi, na muda mfupi uwanja uliokuwa umejaa watu ukawa mtupu. Sisi tumekuja kuomboleza na amani. Na Ruto, kwa nini unatuua? Ruto, kwa nini unatuua? Kwa nini unatuua? Tumekuja kuomboleza Raila. Ripoti zinaeleza kuwa vurugu zilianza baada ya baadhi ya waombolezaji kuanza kuzua fujo, hali iliyochochea polisi kuchukua hatua kali. Ripoti ambazo bado hazijathibitishwa zinaashiria kuwa watu kadhaa walijeruhiwa, huku wengine wakidaiwa kufariki dunia kwa kupigwa risasi wakati wa vurugu hizo. Baba amekufa, wafuasi wake wamefunga biashara zao, watu wajaenda kazi kukuja kuomboleza mzee, alafu naanza kuua innocent Kenyans. Picha na video zinaonyesha watu wanaoaminika kuwa maafisa wa polisi wakiwashambulia waombolezaji na waandishi wa habari kwa fimbo, wakijaribu kuwafukuza kutoka uwanjani humo. Hata hivyo, hali ilidhibitiwa baadaye na waombolezaji kuruhusiwa kurejea ndani ya uwanja. Wakati taifa linapoendelea kuomboleza, maswali yameibuka kuhusu maandalizi, huku wengi wakitaka kuwa na utaratibu bora ili kuhakikisha kuwa wananchi wanaweza kuomboleza kwa heshima bila hofu wala vurugu.